Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS wakili Boniface Mwabukusi amevitaka vyombo vya dola kuhakikisha kuwa mwanaharakati Mdude Nyagali anapatikana akiwa hai, huku akilani vikali kauli ya kutolewa zawadi ya shilingi milioni 5 kwa atakayesaidia kupatikana kwake akiwa hai au mfu. Tumesikia na tunaona maafisa wa jeshi la polisi kutoka makao makuu akishughulikia swala la Mdude, lakini pia tumeshuhudia tangazo linalosambazwa mitandaoni kutoka makao makuu ama mkuu wa mkoa wa Mbeya akiahidi zawadi ya shilingi milioni 5 kwa atakayefanikisha kupatikana kwa Mdude eti akiwa hai au amekufa. Hili haliingia akilini, amesema wakili Boniface Mwabukusi kupitia ukurasa wake mtandao wa kijamii wa X siku ya Jumanne. Amesisitiza kuwa Mdude sio jambazi, mwizi wala mhalifu wa kawaida, bali ni mwanaharakati ambaye adui zake wakuu ni wale wasio na uvumilivu wa kukosolewa. Msimamo wetu kama rafiki wa Mdude ni mmoja. Tunamtaka Mdude akiwa hai. Kama kuna kosa lolote ashtakiwe kwa mujibu wa sheria. Hatuwezi kuvumilia taifa linalogeuka kuwa la mateso na vitisho kwa kosoaji wa serikali. Aidha, Mwabukusi ametahadharisha kuwa uvumilivu wa wananchi unafikia ukingoni, na kama ukweli kuhusu kupotea kwa Mdude utatolewa haraka, hatua kali zaidi zitachukuliwa. Tunaendelea kujitahidi kuwa na hekima kabla kufikia ukomo wake. Bila Mdude na majibu yanayoeleweka kuhusu nani anawateka Watanganyika, punde tutafika mahali pa kuchora mstari wa kutafuta suluhisho mikononi mwetu. Mungu atakuwa upande wetu katika katiba itakuwa upande wetu, sheria itakuwa upande wetu, na jumuiya za kimataifa zitakuwa upande wetu, ameeleza akimalizia kwa maneno yenye hamasa kubwa: sisi sio njiwa tunduni, sisi ni tai kichaa. Siku ya Jumatatu, mkuu wa mkoa wa Mbeya Albert Chalamila alisema kuwa tayari ameelekeza jeshi la polisi kuongeza jitihada za kuwatafuta wahusika waliomshambulia kada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mdude Nyagali, huku akiahidi shilingi milioni 5 kwa atakayesaidia kumpata kada huyo alipo akiwa hai au amekufa. Akizungumza baada ya viongozi wa Chadema mkoani humo na kanda wa Nyasa akifika ofisini kwake kujua hatua zilizochukuliwa, Dr. Homela amesema yupo pamoja na chama hicho kuhakikisha Mdude anapatikana. Hata hivyo, alisema kufuatia matukio hayo anatarajia kukutana na viongozi wa kimila kujadiliana namna kukabiliana na sintofahamu hiyo, huku akikiri kuwa hali hiyo inawatisha, akitoa matumaini kwa wananchi kuwa mkoa huo utabaki kuwa na amani. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.